mzizi wa fitina ukatwe. Ukatwe kabisa. Yaani tujue shida iko wapi. Yaani wasituweke tu bayana tu mara kaitwa chumbani, tujue tu kwamba mzizi wa fitina uko wapi. Ukatwe kabisa mzizi wa fitina. Unadhani hii yote ni kwa sababu ya nini? Mimi nafikiri ni wivu wa kimapenzi. Jambo kubwa sana ambalo linaweza likaharibu maisha ya mtu, haijalishi upo level gani, ni mapenzi. Kila kitu cha sasa hivi katika swala la ukuaji la kibinadamu, kwenye muziki, kwenye kazi zingine za tofauti na muziki, kwenye familia zetu, masuala ya kimapenzi yakiingia sana ndani, yakikamata sehemu kubwa ya eneo lako la maisha yako, yani wakajua unaingizaje pesa hawa viumbe, wakajua we bata lako unakula na marafiki zako wapi, wakajua we biashara zako ni zipi na zipi, wakajua ratiba yako wewe ya wiki mzima, ya mwezi mzima, wakajua ratiba yako nzima kiufupi. Kwa kweli hilo huwa ni changamoto. Kwa hiyo tujitahidi sana katika masuala ya kiume yaishe kiume. Katika masuala ya kike basi tutashirikisha familia, lakini masuala ya kiume yanatakiwa yaende kiume. Mimi ndio ushauri wangu brother. Nasema malipo hapa duniani. Yaani kama uliua kwa upanga basi utauliwa kwa upanga. Yaani copy and paste kama wimbo wake. Tumeona Diamond bwana akiutumia wimbo wa Ibra copy and paste. Ambapo ukiusikiliza ule wimbo wa Ibra ni kama vile amepiga dongo kwa Harmonize. Of course tukirejea nyuma huko kuna kipindi ambapo Harmonize alikuwa anataka kuondoka WCB, yakaja masuala yale ya kulipa milioni 600, vitu vingi vikatokea, vurugu. Mwisho siku tumeona pia imekuja kurejea kwake. Almost sasa hivi katika record label ya Konde Gang akiondoka Ibra hawana tena msanii. Unadhani hapa katika record label hizi shida ni nini sana? Tumeona pia na Wasafi wameondoka, wasanii wawili, Lavalava huyo naye anaondoka, Mbosso kaondoka. Ukija kwa Nandy pia the same pia ameweza kuondoka yule Yami. So unadhani kwamba katika hizi record label kubwa nini ambacho kinawafelisha sana katika upande wa kumanage wasanii? Mimi naweza nikasema kwa ufahamu wangu, kwanza kuna utoto. Naweza nikasema kuna utoto. Okay, bwana kufuatia na kile kitu ambacho kinaendelea sasa hivi katika mitandao ya kijamii, Harmonize na Ibra na Harmonize majibizano, mtu anamtupia mwenzie na then mwenzie anamjibu, lakini baadaye tukamwona Diamond akiwa upande wa Ibra amechagua. Lakini so topic ambayo tunazungumzia ni swala zima la Harmonize pamoja na Ibra kuweza kufikishana mpaka Basata, na Basata ndio serikali yenyewe. Bwana brother inakuaje? Bwana poa. Kama safi kabisa. Upo upande gani? Ibra, Harmonize? Mimi bwana niko upande wa haki. Nikisema upande wa haki maana yake inamaanisha bwana mkubwa bwana Harmonize yupo haki, yuko sahihi, but kuna vitu vidogo sana ambavyo kama ameteleza. Tunasema mwanaume siku zote ana hili kolomelo hili. Itakiwa hili swala leo la kifamilia sana. Ina maana itakiwa muite mdogo wake, jaribu kuzungumza, sio kwanza kupaukiana mitandaoni. Vitu vingine vya kifamilia bwana, sio vya kupeleka mitandaoni, kila kitu mitandaoni. So walitakiwa wakae, wadiscuss, wanaliwekaje hilo swala. Kama kuna mmoja katereza basi amshike mkono, amenue, mambo yaendelee hivyo brother. Kwa kwamba kuna namna fulani vya Harmonize alikosea. Harmonize amekosea kitu kimoja ambacho naweza nikasema amefanya vitu kuwa public mapema sana. Yani amewahi, tukio limekuwa la haraka sana sisi kulipata mtaani. Ilipaswa mambo kama haya Harmonize kwa level yake au linki yake. Harmonize level yake ni kubwa sana kwa Tanzania. Nikisema msanii mkubwa, Harmonize yupo anatajwa na watu mitaani. Sasa itakiwa Harmonize yeye asimamie katika cheo chake, asimamie katika level yake, ana linki gani. Hizi mambo ni chain of command, itakia kidogo waachie management chini izungumze, na sio kupublish mitandaoni hivyo kutupiana maneno. Na mtoto mdogo kama Ibra tumempokea vizuri kama wa Tanzania, na yeye ndio ametutambulishia sisi hiyo kitu. Tumempongeza kwa hilo, kafanya kazi nzuri na ataendelea kuwa mzuri pia Harmonize, lakini kuna masuala fulani aache uhuni kama hivyo, kuposti vitu ambavyo sio vya kuposti. Alafu naweza nikazungumzia pia upande mwingine wa pili, naomba niongee hapo ndugu mwandishi, katika swala la mahusiano. Katika swala la mahusiano bwana ndugu yetu, mimi naona huwa kuna changamoto akiwepo pale dada yetu au shemeji yetu. Nadhani Watanzania wanamjua bwana.
Akiwepo pale bwana, huwa kuna changamoto fulani. Sio mara moja, sio mara mbili. Naona hii ni kama ya pili hivi kwa bwana Ibra. Ya kwanza alikuwa nani ule? Kwanza alikuwa Angela, hata Ibra pia alikuwa na sekeseke la kuondoka. Sawa kabisa. Dada yetu Angela ilikuwa hivyo tena pia, na kama hivyo kwa ndugu yetu hapa bwana Ibra, imekuwa changamoto tena pia alivyoingia mwanamama nyumbani. Sisi wote bwana wanawake tunakwenda kuoa bwana hawa. Aisiki ukweli ni changamoto sana ndugu yangu. Shida kubwa. Wanasema kwamba hata Harmonize anadhani kwamba hii yote ya Ibra kutaka kuvunja mkataba basi kuna mtu ndani yake. Yaani kwamba kuna nyuma mtu ambaye anahusika. Watu wengi sana wakilenga kwamba huenda Ibra akatupa talaka, yani akatupa karata yake WCB ama kwa Alikiba, kwa sababu ukizungumzia kwa Alikiba, msanii wa Alikiba hapa tunamzungumzia Vanilla, wamekuwa na chemistry nzuri na Ibra. That's why watu moja kwa moja wakaamini kwamba huenda Ibra akataka kuondoka Konde Gang, kwa sababu Ibra aliweka wazi kwamba Harmonize hataki tena kuinvest kutoka kwake. It means kwamba kuna baadhi ya project hata Ibra alisema kwamba ametumia pesa yake mkononi. Huenda kwamba kutokana na Ibra kuona Harmonize hahitaji tena kuinvest kwake ikasababisha yeye kuamua kutaka kuondoka. Kwa kweli mimi naweza nikasema kama nilivyozungumza mara ya kwanza kwa upande wa masuala ya wanawake ambao tunaingiza nyumbani kwetu. Mimi nafikiri kuna changamoto kubwa sana hapo. Na hisi nyuma ya pazia kuna mwanamke yupo ambaye anakuwa anasukuma hii kitu. Na hisi mi dada yetu au shemeji yetu. Kama kuna changamoto za hapa na pale, ongeziweka vizuri tu. Na swala la Ibra kutoka Konde Gang kwenda gang nyingine, kwa mfano akaenda King Kiba au akaenda WCB, of course ni maamuzi yake ambayo yeye pia ni mwanaume, ni mtu mzima, ameshakuwa. Ameshakuwa. Kama watafikiana kuondoka kwa wema, aondoke kwa wema. Kama watashindwa kuondoka kwa wema, basi watafute ushauri kwa watu tofauti. Sisi tunashauri tu. Hata sisi tunapokuwa tupo kwa wazazi wetu majumbani kwetu, kuna age tukifika lazima tutoke nyumbani. Haijalishi wazazi wapo au hawapo, lazima utoke nyumbani. Kwa hiyo mimi naweza nikasema tu of course wakae katika mazungumzo tu ambayo wakikaa juu ya meza wakazungumza, wakashauriwa, wakashauriana, majibu yatapatikana tu. Majibu yatapatikana. Umezungumzia kuhusiana na Wema, kwa kiasi ambacho alichotozwa 1 billion kwa jinsi ambavyo tunamjua Ibra from Dilo mpaka sasa hivi, ni sahihi kwa Ibra kuweza kutoza hicho kiasi cha pesa? Hiyo hata Konde Gang mwenyewe hana. Sio Harmonize, yani Konde Gang hawana hiyo. Mimi nisema ukweli kutoka rohoni. B sio swala mchezo. B sio kama B ya baba. B ni bilioni. Ni pesa nyingi sana hiyo. Huo utakuwa ni utapeli na uonevu. Kwa hiyo nachoomba tu, kama nilivyozungumza mara ya kwanza, wakae chini wazungumze. Habari za kusema sija alipe B1 si bilioni ngapi, hiyo ni masuala ya uongo. Ni masuala ya kudhalilishana, masuala ya kutaka kuumizana, hatimaye kuanza kutafutiana visasi, vya kuanza kuumizana mitaani, kuanza kutupiana matusi mitandaoni. Mwisho wa siku tunajikuta sisi tumekuwa ni watu wa malumbano kila siku na wasanii wetu mitandaoni. Mara huyu kamtupia hili huyu, ili kamtupia hili huyu. Wanashindwa kufanya maendeleo. Kila siku kazi zao zinakuwa ziko vile vile. Hazibadiliki kwa sababu ya changamoto kama hizo. Kwa hiyo waache mambo ya kihuni, waache mambo hayo. Jana wetu ukiangalia ndugu zetu, kaka zetu hawajakuwa kabisa yani. Kuna vitu vinakuwa vinaingia vya kitoto. Kuna kitu kinaitwa mikataba. Mkataba unatakiwa usimamiwe ipasavyo. Unapoingia mkataba na mtu, maana yake umeingia mkataba ambao utamfanya yeye ainuke au aendelee kukaa pale pale. Kwa hiyo tukifuatilia hizi tasnia zetu nyingi kwa upande wa wasanii, hizi lebo kubwa hizi, kiangalia King Kiba, kiangalia WCB, kiangalia hiyo gang, Konde Gang, kuna changamoto nyingi sana kwa swala mikataba. Mimi nafikiri mikataba ingekuwa labda si nawekwa wazi, tunaitambua na sisi tujaribu kuwashauri mkataba ukaeje, lakini mambo mengi ni ya kitoto brother. Naweza nikasema hivyo, mambo mengi ni ya kitoto. Hawajaweka sawa bado. Wanashindwa kutambua umuhimu wa mkataba. Wanashindwa kutambua umuhimu wa makubaliano, wamekubaliana nini mwanzo. Kwa hiyo nadhani naweza nikasema hivyo. Bana, tunaheshimu ushauri wa mtu. Kwa hiyo kitu ambacho umeshauri ni kwamba swala la mikataba, kwa sababu record label nyingi sana zimekuwa zikishindwa kuweka usawa katika mkataba. Mimi naitwa African Voice, tukufikia hapa sina ziada, nikutakia siku nyingine. Bye bye. Tayari